Kwa majina anaitwa Tabia Said Ali, ni mjumbe katika kikundi cha Almujitahidi. Tunajishughulisha na ufugaji wa kaa, mazingira pamoja na majongoo. Tunatoka katika shehia ya Wesha, wilaya ya Chake Chake, Pemba. Kabla ya mradi tulikuwa hatujui jinsi gani ya kuweza kufanya baadhi ya mambo, maana tulikuwa tuna uchache wa elimu wa elimu katika utendaji. Sababu hapo mwanzo tulikuwa hatujaanza kuhamasishwa, wanawake tulikuwa hatupewi kipaumbele katika kiutendaji. Nilikuwa sina ujasiri wa kusimama mbele za watu nikaanza kuongea kama hivi. Lakini nilipoanza kujishughulisha katika kikundi na tulivyowezeshwa kuletwa Bongo Kitita, nimekuwa na ujasiri wa kuweza kuzungumza popote tulipo. Na hata hivyo kilichonifanya zaidi ni kutokea fursa kupoa wanawake fursa za kwenda hata huko Tanga. Kwamba mimi nimeenda na nimepata ujasiri wa kusimama hapa nikaongea na nyinyi. Bali hivi mwanzo sikuweza kuongea hata kusimama kama hivi, nilikuwa ujasiri sina. Kwanza nilikuwa mimi ni mwanamke lakini nilikuwa sijiamini. Alafu nilikuwa siwezi kuongea. Yaani mbele za watu nilikuwa siwezi kusema kama hivi nikaongea. Yaani mwanzo ilikuwa fursa katika familia yangu ilikuwa ni ngumu kutoka. Maana nilikuwa sina maelezo ya kueleza wale wana familia. Na hata hivyo mwanzo tulikuwa sisi wanawake tukiweza kimfano zikitokea fursa, wanaume kama vile katibu hawezi kutupa sisi nafasi ya kuweza kupoa kipaumbele kwenda kama fursa za kwenda mbali. Lakini kwa sasa tangu kija Bongo Kitita ambao ni ujuzi laini, mada ya ujuzi laini, tumeweza sisi wanawake kuweka kipaumbele katika utendaji, kuweza kupoa fursa nyingi. Lakini baada ya kuchapata haya masomo katika RC, nilipokwenda kueleza na wale jamii zangu au familia yangu, kwa hiyo wananikubali wakati wote, temu yoyote. Hata niwaambie nenda wapi wananipa ruhusa. Mafunzo niliyopata kama uongozi, maamuzi, mawasiliano, yani haya mafunzo niliyopata wao nilikwenda nikawapatia na wao na tayari wakawanipatia fursa hiyo. Kizungumzia kuhusiana na masuala mazima ya kunufaika au mafanikio ambao tuliyopata katika kikundi chetu baada ya kupata mradi huu wa RC, ni kwamba ni mafanikio mengi. Mafanikio mojawapo ambalo tuliyopata ni kwamba kwanza ni kupatiwa wataalamu ambao wataalamu hao wameweza kutupa mbinu endelevu katika mradi huu. Kwa sababu hapo awali ni kwamba tulikuwa tuna bwawa moja tu ambalo tulikuwa tunafugia samaki, lakini baada ya kuja wao ni kwamba tukaweza kuongeza thamani. Tukaongeza mabwawa na kuweza kuongeza kaa. Lakini baada ya kuja mradi wa RC nimepata utaalamu zaidi wa ufugaji. Tena tunapata faida sana kwa sababu kama tulikuwa tunauza kaa kilo shilingi 10,000, lakini kwa sasa kaa nauzwa kilo shilingi 20,000 na tunaenda yenyewe tu sokoni kuuza na pia faida tunapata. Kwanza tulipatiwa elimu ya ufugaji huu wa kaa kwa sababu ilikuwa tunafuga tu kienyeji. Mambo yalionibadilisha kwenye kikundi kwanza ni kwamba mashirikiano. Kwa sababu hapo awali ilikuwa tunafanya shughuli zetu bila mashirikiano yoyote. Na unakuta kikundi chetu kilikuwa kila siku kipo hapo. Lakini baada ya kupata mafunzo ya ujuzi wa ndani, haya mafunzo alitunyanyua sana katika kikundi chetu. Kwa sababu ni kwamba kila mmoja alijua kwamba maana ya uongozi, alijua nini maana ya mawasiliano, alijua nini maana ya mashirikiano pamoja na masuala ya usimamizi wa muda. Ushafahamu, lakini sasa hizi tumeweza kufanya biashara mbili. Kwamba tumeingia katika masuala mazima ya usarifuji wa mwani. Ni kwamba tunanunua mwani, tunakuja kusarifu na kutengeza bidhaa za mwani. Ni kwamba katika kikundi chetu huku tunapata katika masuala mazima ya kaa na kule katika mwani tunapata. Mimi nasihi sana wanawake wenzangu. Kwanza zinapotokea fursa kama hizi za ufugaji, za upandaji wa mikoko, tusiziache nyuma. Na washauri vijana kwamba tuingie katika hizo shughuli ili na sisi tuweze kujikimu.